Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, njia ni hiyo, hakuna njia mbadala, njia ni moja, ni kubonyeza button hilo lekundu. Ni kubonyeza njia hiyo nyekundu, njia ni moja, ni hiyo ya kubonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo sasa jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Na bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia leo hii. Leo hii ni tarehe 28 mwezi ni wa 6 mwaka ni wa 2025. Habari zetu moja kwa moja bila kuponda muda tutazianzia huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Nord Kivu na Sud Kivu. Mapambano ama usalama mdogo unaendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa tofauti kulingana na vita inayoendelea kati ya makundi yanayomiliki silaha. Makundi hayo yanayomiliki silaha, kuna kundi la M23 Twirwaneho ambapo wanakabiliana vikali na makundi ya kizalendo ama maimai wakiungwa mkono na serikali ya taifa, jeshi la FARDC pamoja na jeshi la Burundi. Habari zetu tutazianzia huku Bukavu, maeneo yanayojulikana kama Chagala. Chagala kwa sasa habari tunazo kumeweza kuchomeka kampi za M23 zenye zilikuwa kwenye maeneo hayo ya Chagala. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, rais mstaafu Kabila Kabange Josefu, aweza kutangaza maneno kuhusu mikataba ambayo inayosainiwa kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Habari zingine tutakuja kuangazia mikataba hii iko na faida kwa upande wa nani ambaye iliyosainiwa. Habari zingine zinasema kwamba kuna gari ambazo zilitoka Goma zikielekea hapa Rwanda. Wengi wanasema kwamba ni kundi la M23 ambalo linaanza kusongesha na kupeleka vifaa vyao humo nchini Rwanda. Na tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia kwa sasa hivi kama ilivyo kwa urefu. Chagara imeripotiwa kuwa kumeripotiwa mapambano, ambapo habari tunazo zinasema ya kwamba Chagara, ikumbukwe ya kwamba ni huko Bukavu katika provinsi ya Sud Kivu. Chagara huku habari tunazo zinasema ya kwamba jeshi la wazalendo wakiungwa mkono na jeshi la Burundi pamoja na jeshi la FARDC wameweza kuyachoma makampi ya kundi hili la M23 ambalo lilikuwa linapatikana hapa nchini Jamhuri ya lilikuwa zinapatikana hapa Chagara. Na ni kweli hili kundi linapatikana hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Nord Kivu na Sud Kivu, lakini kambi zao ambazo zilikuwa huko Chagala zimeweza kuchomwa na jeshi la taifa likiwa pamoja na wazalendo na jeshi la Burundi.
Habari zingine zinasema ya kwamba kuna gari ambazo zilionekana hapo Goma, hata kwa mitandao ya kijamii zinaonekana zikitoka hapa Goma zikielekea Rwanda, ambapo wengi wanashuhudia ya kwamba gari hizi ni gari ambazo zinaanza kusomba na kubeba vifaa vya ujeshi la Wanyarwanda ambalo lilikuwa linaunga kundi hili la M23 mkono. Na kabla niendelee na habari zetu zingine ambazo nimekuandalia, acha nikuombe kama wewe ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi kwenye channel hii uweze kujiandikisha. Kujiandikisha ni rahisi, haina gharama, njia ni moja tu, ni kubonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama saboni kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Aliyekuwa rais mustahafu Kabila Kabange Joseph, ambaye ameiongoza nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa muda wa miaka 18, atangaza jambo kwenye ukuta wake wa Twitter ambayo ni jambo imefanya wakongomani wengi wahuzunishwe na yale aliyotangaza na kushangazwa na huyu Kabila Kabange Joseph aliyekuwa rais wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika tangazo lake kwenye ukurasa wake wa Twitter ameweza kuandika ya kwamba mikataba ambayo iliyosainiwa huku kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo iliyosainiwa mnamo jana tarehe 27 mwezi huu wa 6 mwaka wa 2025 huku Washington, ni mikataba ambayo haina uhusiano wote na kundi ama na chama cha AFC. Hilo ni jambo la kwanza aliandika, na akaendelea kusema ya kwamba mikataba hii ambayo imesainiwa anaona haina manufaa yoyote na haitasaidia lolote, kwa kuwa hawa ambao wamesaini mikataba hii ni nchi mbili, Rwanda na Kongo, ambayo nchi hizi mbili hakuna ile ambayo iliyevamia nchi jirani. Kwa hivyo anaona ya kwamba mikataba hii iliyosainiwa huku Washington ni mikataba ambayo haina manufaa yoyote. Wengi wanasema ya kwamba huyu rais hapa ameongea vibaya, angekuwa amefurahishwa na hatua hii ambayo inalenga kurejesha usalama hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama aliyekuwa rais wa nchi hangesema ya kwamba mikataba hii haina manufaa yoyote, na ikumbukwe ya kwamba aliacha nchi pabaya ikiwa vibaya. La kushangaza lingine ni kuwa ya kwamba huyu bwana aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bwana Kabila Kabange akitangaza hayo kwa kuwa hakuna aliyevahamia mwingine Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, inafanya watu wengi washangae kwa kuwa yeye mwenyewe alipigana na kundi hili la M23, alipigana na CNDP, na baada ya kupigana na hawa wote alikuwa akidai ya kwamba pia hawa ni Rwanda ambaye anapigana nayo, lakini kwa sasa anasema Rwanda na Kongo hawana shida yoyote. Siwezi enda bila kukuomba maoni kuhusu haya na hii mikataba ambayo imesainiwa. Imekuwa saini na pande zote mbili, Rwanda na Kongo. Je, mikataba hii ina faida upande gani, Rwanda ama Kongo? Kongo kwa sasa wanaimba ushindi, wakisema ya kwamba wameshinda kidiplomasia katika historia ya Kongo. Wamewashinda Wanyarwanda ambao walioivamia nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa kuwa Marekani wamesaini kutolewa kwa jeshi la Rwanda hapo.
hiyo ni kitu ambayo inafurahisha nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kujua ya kwamba katika kutolewa kwa jeshi la Rwanda ndilo linaunga M23 mkono, kwa hivyo vita itakuwa inaisha. Hiyo ndio furaha ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Upande mwingine huko Rwanda pia nao wanasherekea wakidai ya kwamba mikataba hii ambayo wamesaini haina madhara yoyote kwa nchi ya Rwanda, kwa kuwa wamesaini mikataba ya kuuza madini, na madini hayo yatakuwa yanachimbwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yaandaliwe vizuri, Rwanda ndiyo yaweze kupelekwa Marekani. Kwa hivyo na wasema hawana shida lolote na wanafurahia, na wamesema katika mikataba hiyo pia wataweza kuwinda kundi la FDLR linalopatikana humu katika jeshi la FARDC, na wakisema kwamba nchi ya Rwanda itaruhusiwa kuingia Kongo kuambatana na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndio waweze kuwinda FDLR. Kwa hivyo nao wanaimba ushindi. Na maoni yako ni yapi kwa wewe? Kwa hivyo wewe unaona nani anaye faida katika haya yanayoendelea hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Sina la ziada na kutakia kila laheri.